kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru taifa, karibu sana katika ujenzi wa mradi wa maji Karanga Darajani. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Moshi MUWASA inazalisha jumla ya mita za ujazo 1000. Taasisi ya Islamic Solidarity Center inayomiliki shule za Mudio Islamic na Boma Islamic zilizopo wilaya Hai mkoa wa Kilimanjaro inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Shule inafanya vizuri kwenye mitihani yake ya ndani na nje. Shule ina walimu waliobobea katika fani zote. Taasisi zote zinatolewa ikiwemo taasisi ya sayansi, sanaa, biashara, Kiarabu, elimu ya dini ya Kiislamu na kuhifadhi Quran. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0714897518 na 0655826526. Mlete mwanao shule za Mudio kwa malezi bora ya duniani na akhera. Inazalisha jumla ya mita za ujazo 10,322 kwa siku, sawa na 60% ya mahitaji ya mita za ujazo 73,246. Upungufu wa maji katika eneo la manispaa ya Moshi ni mita za ujazo 17,593 kwa siku. Ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa maji kwa kutumia fedha za ndani, MUWASA iliamua kuanza kutekeleza mradi wa maji Karanga Darajani mnamo tarehe 1 Machi 2023 ili kuongeza kiasi cha maji yanayozalishwa kwa siku kwa kiasi cha mita za ujazo 3,888. Mamlaka ilianza utekelezaji wa ujenzi wa mradi wa maji Karanga Darajani kwa kutumia wataalamu wa ndani. Mradi huu ulitekelezwa katika awamu mbili, ambapo awamu zote mbili za mradi zimekamilika kwa 100%. Lengo la mradi. Lengo la kutekeleza mradi huu ni kuboresha hali ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama katika maeneo ya manispaa ya Moshi, hasa katika kata ya Mawenzi, Bondeni, Pasua, Umambuzi, Majengo, Kiboroni na Msaranga zenye jumla ya wakazi wapatao 230,784 pamoja na kata ya Mabogini iliyopo Moshi vijijini. Gharama za mradi. Mradi huu hadi kukamilika kwake umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 2,458,670, ambapo kwa awamu ya kwanza kiasi cha shilingi milioni 777,914,150.6 zimetumika, na kwa awamu ya pili kiasi cha shilingi bilioni 1,680,755,849.3 zimetumika. Hatua za utekelezaji wa mradi. Kazi zilizotekelezwa kwa awamu ya kwanza. Utekelezaji wa mradi kwa awamu ya kwanza umekamilika kwa 100% na kazi zifuatazo zimetekelezwa. Ujenzi wa chanzo cha maji Karanga Darajani umekamilika, ambapo jumla ya chemba 4 zimejengwa na chemba kuu moja ya kukusanyia maji kutoka kwenye chemchemi zilizopo eneo la mradi. 2. Ujenzi wa mtaro wa kuzuia maji ya mvua kuingia eneo la chanzo cha maji umekamilika, pamoja na ujenzi wa kuta kuzuia maji kutoka mtoni kuingia kwenye chanzo. 3. Kuvusha bomba mto Karanga. 4. Uchimbaji wa mtaro wa ulazaji wa bomba la maji safi lenye kina cha inchi 10 kuanzia kwenye chanzo hadi kwenye tenki la Kilimanjaro lenye umbali wa kilomita 2.3 umekamilika. 5. Ujenzi wa uzio eneo la chanzo cha Karanga pamoja na fensi ya mitambo ya kusukuma maji. Na katika kazi zilizotekelezwa awamu ya pili, utekelezaji wa mradi kwa awamu ya pili ulianza Julai 2024 na kazi zifuatazo zilitekelezwa. Jumla ya kilomita 54 zimechimbwa na kulazwa bomba katika maeneo ya Shabaha, Pasua na Umambuzi. Mafanikio. Baada ya awamu ya kwanza na pili kukamilika mradi, mamlaka imefanikiwa kuongeza kiwango cha uzalishaji maji kwa zaidi ya mita za ujazo 3,888 kwa siku. Changamoto ya malalamiko ya upungufu wa maji katika maeneo katikati ya mji yamepungua, na masaa ya upatikanaji wa maji kwa siku yameongezeka kufikia masaa 23.7 kwa siku. Karibu sana. Hapa ni mradi wetu wa maji ambao umetekelezwa na mamlaka ya maji katika mji wetu huu wa Moshi MUWASA
kama ulivyosikia kwenye taarifa, na ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kwamba taasisi hizi ziweze kujitegemea na kuendesha miradi yao yenyewe, jambo ambalo ni zuri. Hapa fedha yote ya utekelezaji wa mradi kama ulivyosikia, bilioni 2 na milioni 488 zilitokana na mapato ya ndani ya mamlaka hii ya maji. Lakini jambo la pili ambalo pia ni la msingi na nzuri zaidi, wataalamu waliotekeleza mradi huu ni wataalamu wa ndani wa mamlaka ya maji ya mji wetu wa Moshi. Lakini pia kutokana na eneo letu hili, maji jinsi unavyoyaona sio yale ambayo yanatoka kule kwenye mto. Chanzo hiki cha maji ni chemchemi, na umeweka uzio mzuri kabisa ukuta, kwa hiyo maji ya kwenye mto kule hayaingii kwenye chanzo cha maji ambayo yanatoka hapa. Na masaa ya upatikanaji wa maji yameongezeka, sasa ni masaa 23. Kwa hiyo ni saa moja tu ndio tunaweza kuwa tuna changamoto ya maji, lakini masaa 23 kati ya masaa 24 wananchi wa mji wa Moshi wanapata maji kutokana na utekelezaji wa mradi huu. Kwa hiyo viongozi wa taifa, karibu uweze kukagua mradi wetu, na ikikuruzia basi ukipungulia mradi huu ili wananchi waweze kuendelea kupata huduma ya maji safi, salama na yenye uhakika. Mimi pamoja na wenzangu kwa kweli tumekagua, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tumepitia taarifa kwa kina, lakini pia mradi huu kwa kweli tusipoweza kuizindua siku ya leo, kwa kweli tutakuwa tumelikosea taifa hili na tumewakosea wananchi wa wilaya hii. Sababu mradi ambao umekamilika kwa vigezo vyote. Lakini pia hapa pia tumejifunza, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, na wewe pia ni shuhuda kwamba na wewe kazi hii ulishawahi kuimudu kuifanya, kwamba leo hii ile maana Mwenge wa Uhuru weke matumaini, hapa ndio mahala pake. Kwa sababu mwaka 2023 umeonyesha pale Mwenge wa Uhuru ulikuja kuwapa matumaini wananchi, lakini leo mwaka 2025 umekuja kuwaonesha upendo wananchi na ile heshima imepatikana. Naomba tupige makofi. Mwenge wa Uhuru Bwana Moshi oye! Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mimi na vijana wenzangu watano, kwa kweli Mwenge wa Uhuru umeridhishwa kuweka jiwe la uzinduzi juu ya mradi huu wa maji safi na salama katika eneo hili ili kuendelea kutoa huduma kwa wananchi na wananchi wajionee manufaa juu ya serikali yao hii ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na washukuru sana na asante sana kwa kunisikiliza.